Hoteli mpya ya Golden Grow yazinduliwa rasmi kuipa heshima mpya Iringa. Makofi na vigelegele. Asante sana. Hoteli yetu imezinduliwa rasmi na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na maandishi yanasomeka kama ifuatavyo. Imezinduliwa rasmi na Mheshimiwa L. James, Mkuu wa Mkoa wa Iringa, leo tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Makofi na vigelegele kwenu. Karibu sana. Kwa nafasi sasa kukaribisha Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na malipo mkubwa na kamati nzima. Huyu anaitwa Fernando. Mji wa Iringa umepata muonekano mpya wa kisasa na wa heshima kufuatia uzinduzi wa hoteli ya kisasa na ya kifahari ya Golden Grow. Hoteli iliyopo katika mtaa wa Kiodombi, kata ya Isakariro, ndani ya halmashauri ya manispaa ya Iringa. Chumba chetu kinafunguliwa na kadi. Tutatumia kadi kufungua chumba. Chumba hiki ni kikubwa. Jagi la kuchemshia maji, tunaita utakapohisi baridi, simu ya mezani, tuna fridge. Choo chetu ni kikubwa sana, sinki, dryer kwa ajili ya kukausha nywele, tuna shower ya kituristi kabisa mwaka wa mbele. Tunaoga kwa kutumia shower gel pamoja na shampoo, hatutumii sabuni za bazi. Karibu Golden Grow Hotel iliyopo Iringa. Ni hoteli nzuri sana na ya kifahari. Ina level za mambele, yani ni nzuri. Hoteli yetu inatoa huduma tofauti tofauti. Kuna huduma ya malazi, usafiri bure, free wifi, ulinzi, laundry, bar and restaurant. Hoteli yetu ina sehemu mbili, sehemu ya juu na sehemu ya chini. Karibu katika hoteli yetu. Naomba nikupitishe katika vyumba vichache ili uweze kuona vyumba vyetu vilivyo, vimecontain nini. Karibu nikupeleke katika sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza ni huku. Tutatumia kadi kufungua chumba. Chumba chetu ni kikubwa, kina vitu tofauti. Kama hapa kuna hita, kwa sababu Iringa kuna baridi sana. Utakapokuwa umehisi baridi utatumia hita. Kuna simu ya mezani, kama una shida, una changamoto, utapiga ili kupata huduma. Jagi la maji ya moto pamoja na vikombe. Lakini pia tuna TV kubwa ambayo imeunganishwa na wifi. Kwa hiyo utachagua mteja wetu unataka kuangalia nini. Pia tuna huduma ya friji. Wapo chumbani, una uwezo wa kuweka vitu vyako kama vinywaji. Lakini tuna kiti na meza yake. Tuna kabati la nguo. Kabati ni nzuri sana. Tunaenda katika chumba kingine. Nafungua kwa kutumia kadi tena. Chumba hiki ni kikubwa. Kila kitu kipo sawa kama unavyoona. Kochi letu lile pale, pumzika kidogo, friji, sehemu ya kusomea, kitanda kwa kupumzika, showcase ya kitajiri kabisa, kwanza ina rangi fulani hivi. Choo kikubwa, sinki la kutosha. Naona decoration hiyo ni pazuri sana. Kwa siku ya leo tuishie hapa kwa sababu vyumba bado vipo vingi, vipo vya kutosha. Vyumba vipo chini, vipo na huku juu, ni vingi sana. Karibu sana Golden Grow Hotel iliyopo Iringa, Kiodombi. Haikuwa rahisi, ila ni kwa sababu nina mke mpendwa. Jamani, tuwapigie makofi jamani. Haikuwa rahisi, ila ni kwa sababu nina mke mpendwa ambaye ananipenda, ambaye ananisisitiza kusimamia malengo, kusimamia ndoto hii, kwani bila hii ndoto
isingeweza kugeuka kama nisingekuwa na mtu ambaye ananipenda na kujali na kusimamia miradi. Nashukuru sana mke wangu na kupenda sana. Makofi mengi jamani, tuongeze. Beautiful. Bwana. Karibu. Nashukuru sana kwa upendo wenu, mkuu wa mkoa na viongozi wetu wote wa Iringa mjini na mwenyekiti wa wafanyabiashara. Tunashukuru wazazi wetu na vijana wenzetu wote wa Miomboni wote kwa pamoja na wazazi. Tunawashukuruni sana. Tunaomba muendelee kutuombea. Tumefurahi kwa kweli. Hatukutegemea kuwaona hapa leo. Amina. Mungu awabariki sana. Asante sana. Uzinduzi huo wa kihistoria umefanywa na mkuu wa mkoa wa Iringa Eli James aliyekuwa mgeni rasmi na kukata utepe wa ufunguzi wa jengo la hoteli hiyo. Jengo ambalo si tu kwamba limependezesha mtaa wa Kiodombi bali limeongeza nguvu kubwa kwenye jitihada za kukuza utalii wa kusini. Katika hotuba yake iliyojaa hisia na hamasa, RC Eli James alisema, nimefurahi sana. Bwana hongera sana. Tumpigie makofi mengi sana. Nina furaha kwa sababu ninaona wananchi wenzetu wanaziona fursa. Nina furaha kwa sababu ninaona mwananchi mwenzetu ameitumia fursa. Nina furaha kwa sababu nimeona mwananchi mwenzetu amefanya jambo ambalo limeongeza thamani ya mji wetu. Tumpigie makofi mengi sana. Mambo kama haya ndio yanatakiwa yatawale mazungumzo yetu. Mambo kama haya ndio yanatakiwa yatawale mijadala yetu. Mambo kama haya ndio yanatakiwa yatawale fikra na mipango yetu. Mambo ambayo yanaleta mageuzi ya huduma, mageuzi ya biashara na mageuzi ya utalii na uchumi kwa ujumla. Ndugu yetu Ernest amekuja na jambo hili kubwa, lakini anamkusudia nani kwenye jambo hili? Anawakusudia Watanzania, anawakusudia Wanairinga, anawakusudia wananchi wenzake kupata huduma bora. Tunapozungumzia huduma bora ni pamoja na uwekezaji mkubwa ambao unakidhi matarajio ya mazingira na wakati. Ukipata nafasi ya kuingia humu ndani, unaona fedha iliyotumika, dhamira njema iliyopo na ubora wa huduma uliokusudiwa. Kwa uwekezaji huu wa hoteli uliofanya hapa, umetengeneza ajira kwa wananchi wenzetu. Kwa utekelezaji huu wa hoteli uliofanya hapa, umefungua fursa ya muonekano mpya kwenye mtaa wa Kiodombi. Mtu akija, ili jengo la nini? Hoteli. Mandhari imebadilika. Lakini pia sasa umechochea kasi ya utalii ndani ya mkoa wetu. Nimefurahishwa sana na uwekezaji huu na kwa kweli tumuongezee makofi mengi sana. Ninatamani nione ndani ya mkoa wetu wa Iringa vijana, kina baba, wazee, kila mmoja anatuita akituonesha jambo ambalo amefanikiwa kulifikia. Na jukumu letu serikali ni kumwezesha mtu huyo aweze kufanikiwa. Taasisi za fedha kama CRDB na wengine, kazi yetu ni kuhakikisha mwenye ndoto inatimia. Badala ya kusubiri kuletewa taarifa ya tumemfungia huyu, tunataka tuambie tumefungua huku. Hizi ndo zinakuwa ziwe habari za mjini. Isiwe habari ya amefungiwa na Juma na Asha kafungiwa na fulani wanamtafuta. Hii hatuwezi kukuza mji kwa namna hiyo. Mji unakuwa kwa watu kufungua biashara, kuimarisha huduma, mzunguko unaongezeka, ajira zinatengenezwa na mapato yanapatikana. Kwa meneja wangu wa TRA umeongeza mdau. Lakini huyu mdau una kazi moja, kumjengea uwezo ili afanye kazi zake bila frustration, aweze kulipa kodi yake bila stress na awe sehemu ya biashara, sio heka za kodi. Maana kuna mtu anaifungua hoteli leo, akimwona meneja sasa, Mungu wangu ameshaona na bei, sijui itakuwaje hapa. Hapana. Government agencies, hizi wakala za serikali na taasisi za serikali zinatakiwa kuwa ni ngazi ya mafanikio ya wananchi na sio kitanzi cha mafanikio ya wananchi. Mamlaka zote za serikali ni lazima tuwe ni ngazi ya mafanikio ya watu wetu na sio kitanzi cha mafanikio ya watu wetu. Kwa tuna jukumu la kuwaelimisha watu wetu, kuwahamasisha watu wetu, kuwahusisha watu wetu, na saa nyingine kutenga muda wa kuwapa elimu ya kutosha juu ya mwenendo wa mambo. Lakini pia tuwe na tabia ya kuwavumilia pale tunapoona wamechemka, kwa sababu kuchemka ni kaliba ya mwanadamu. Hakuna mwanadamu mnyoofu. Mwanadamu aliyenyooka huyo sio mwanadamu. Huyo ni malaika aliyejificha katika umbile la mwanadamu. Asili ya wanadamu wote lazima wawe na mapungufu. Kwa hata katika uendeshaji wa mambo yetu, usimamizi wa mambo yetu, watu wenye kuchemka tutawakuta tu. Kwa hiyo jamaa anaweza akawa anatoa huduma nzuri lakini vitabu havijakaa vizuri. Sasa hatuwezi kusema funga hoteli mpaka vitabu vikae vizuri. Hoteli itaendelea, afu tutamsaidia namna ya kuweka vitabu vyake vizuri, ili mwisho wa siku kodi ipatikane, lakini pia na huduma ziendelee. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwanza nikushukuru sana kwa kuchukua muda wako na kuweza kufika hapa siku hii leo ya Jumapili, lakini ni kwa jambo zuri
ambalo la kimaendeleo ambalo tunalihitaji sana katika mkoa wetu, tukiwa katika ajenda yako na ukimbizana nayo sana ya utalii kusini. Tunajua kabisa kuna miradi mbalimbali ya barabara na mingine mingi ambayo Mheshimiwa Rais ametuletea fedha kwa ajili ya kuongeza utalii katika ukanda wetu wa kusini. Kwa hiyo miradi kama hii sisi tunaifurahia sana. Na kiukweli Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nadhani mengi utayasema wewe, lakini umefurahishwa sana. Tumefurahishwa na umaliziaji, lakini ubunifu, lakini na mandhari yenyewe ya ndani yanafurahisha na yanapendezesha na yanavutia. Kwa hiyo kwa sisi ambao tunapiga debe sana kwa watu wengi kuja kufanya utalii, mikutano, semina na mambo mengine, tunahitaji sana maendeleo kama haya, ili wageni wetu wanapokuja wasio wepesi wa kutaka kuondoka na kwenda maeneo ya jirani kama Dodoma na kwingine kote. Kwa hiyo nimpongeze sana Bwana Ernest na Mrs. Ernest. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nisiseme mengi. Hadhara hii ni kwa ajili ya ufunguzi, umejionea ndani. Nikualike Mr. Ernest pamoja na mke wako mpendwa. Asante sana. Wakubwa zangu shikamoni. Wadogo zangu amjambo. Vijana wenzangu habari za mchana. Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Asante. Mimi sio mzuri sana wa kuongea. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, viongozi mbalimbali, wageni waalikwa, ndugu jamaa na marafiki, na wasalimu kwa heshima kubwa. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika katika siku hii ya leo muhimu ya uzinduzi wa Golden Glow Hoteli. Ni siku ambayo kwangu na kwa familia yangu ina furaha kubwa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa heshima kubwa kabisa napenda kukushukuru kwa kukubali kuwa pamoja nasi na kuzindua rasmi hoteli ya Golden Glow. Uwepo wako leo hii ni heshima kubwa kwetu na ni jambo ambalo tunalithamini sana. Kwa namna ya pekee napenda kukushukuru familia yangu, hasa mke wangu pamoja na kaka zangu kwa kusimama na mimi katika safari hii. Safari hii haikuwa rahisi, lakini upendo, ushauri, uvumilivu na msaada wenu umekuwa sehemu kubwa ya kufanikisha ndoto hii. Pia niwashukuru mafundi, mainjinia, na maandalizi ya Golden Glow. Ni kila mmoja wenu na ameacha alama yake katika kazi hii. Na leo tunapoitizama Golden Glow, kwangu sio jengo tu, ni ndoto iliyogeuka kuwa uhalisia, na ni ahadi yetu ya kutoa ajira na kuchangia maendeleo ya jamii yetu hapa Iringa na kwa wageni wote. Asante sana kwa kuitikia mwaliko wetu kusherehekea nasi siku hii iwe ya kipekee. Mwisho kabisa sina maneno mengi zaidi ya kusema asante sana na Mungu awabariki. Mungu awabariki wote mliofika leo. Mungu awabariki familia zenu. Mungu bariki kazi zenu. Mungu ibariki Iringa na Mungu aibariki Golden Glow Hoteli. Asante sana, karibuni Golden Glow. Asante sana Mr. Ernest pamoja na mke wako mpendwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana kwa kukubali mwaliko wetu na kuungana nasi kama familia ya wananchi wako wa mkoa wa Iringa katika hafla hii fupi ya uzinduzi wa hoteli inayotambulika kwa jina la Golden Glow. Tunakukaribisha sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni siku ya furaha kwetu kwa utukufu na kibali cha Mwenyezi Mungu kuungana pamoja nasi katika uzinduzi wa nyumba ya kulala wageni ambayo kwa jina inajulikana Golden Glow Hotel. Hakika ni furaha kubwa kwetu kukuona kufika kwako katika uzinduzi wa hoteli yetu ya Golden Glow. Mheshimiwa mgeni rasmi, hoteli ya Golden Glow ilianza kujengwa mwaka 2024 katika mtaa huu wa Kiodombi, kata ya Isakalilo, halmashauri ya manispaa ya Iringa, ndani ya mkoa wako wa Iringa, kwa kutumia mafundi wa kampuni mbalimbali wenye fani mbalimbali katika kutoa ajira kwa
wananchi wako wa mkoa wa Iringa. Ujenzi huu ulianza kufanyika mara baada ya kukamilisha kanuni, sheria na taratibu za ujenzi katika mamlaka zinazohusika. Mheshimiwa mgeni rasmi, hoteli yetu ina jumla ya vyumba 13 ambapo vyumba vyote ni self contained. Tuna mini bar moja yenye vinywaji tofauti tofauti, restaurant moja na maegesho ya magari yenye faragha ndani yake. Mheshimiwa mgeni rasmi, hoteli yetu inatoa huduma ya usafiri kwa wateja wetu ambao watakuwa wamefikia popote pale ambapo watahitaji huduma kutoka katika hoteli yetu. Tunazo gari za kuweza kuwafuata wateja wetu kutoka uwanja wa ndege, yani airport yetu ya Nduli, stendi ya mabasi ya Iringa na sehemu yoyote ambako mgeni atakuwa amefikia. Wageni wanaweza kufuatwa na gari yetu, utaziona hapo nje zina chapa ya Golden Glow. Pamoja na hili, tunao wahudumu wenye ujuzi, adabu, maarifa na ustadi pamoja na muonekano mzuri kwa wateja wetu ili wapate huduma kiurahisi. Mheshimiwa mgeni rasmi, hoteli yetu imejengwa kisasa na kuimarisha mifumo yote ya kiusalama kwa wateja wetu kupitia CCTV kamera zilizofungwa maeneo yote ya muhimu kasoro yale maeneo ya faragha. Tunao walinzi ambao ni askari wa kampuni inayoaminika yenye kutoa huduma bora na viwango vya juu sana. Tunatoa huduma ya wifi bure kwa wateja wetu wote, kumfanya mteja awe comfortable huku akifurahia mandhari na hali ya hewa nzuri ya mkoa wetu wa Iringa. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na uzinduzi wa hoteli hii, sisi kama Golden Glow tunaunga mkono jitihada za serikali yetu kupitia ukuaji wa sekta binafsi nchini. Tunafungua milango ya ajira kwa vijana kwa ajira za muda mrefu na ajira za muda mfupi kupitia kujengwa kwa hoteli hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, hoteli yetu haitakuwa na bei kubwa sana ya kutisha kama viwango vyake ilivyo. Haiwezi kuweka matabaka miongoni mwa Watanzania. Sisi kama Golden Glow Hotel tuna vyumba tofauti tofauti, executive, royal, family, single au na kuendelea. Pamoja nao tunaomba utufikishie salamu Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba hapa Kiodombi, kata ya Isakalilo, halmashauri ya manispaa ya Iringa, watu wote waweze kujua kwamba tuna hoteli inayoitwa Golden Glow, ipo ya viwango vya juu sana. Tanzania ijue, Afrika ijue na dunia ijue kwamba hapa maeneo ya Kiodombi tuna hoteli itwayo Golden Glow, ina viwango vya hali ya juu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mwenyezi Mungu akubariki sana kwa kazi nzuri unayoendelea kuifanya katika uongozi wako. Hakika kazi yako tunaiona na tunajivunia uwepo wako katika mkoa wetu wa Iringa. Tunakushukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Karibu sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Golden Glow si jengo tu la matofali na vioo, bali ni alama ya heshima, ni ya thabiti na fahari ya mji wa Iringa. Mtaa wa Kiodombi na kata ya Isakalilo zimepata sura mpya inayowakaribisha wageni kutoka kila pembe ya dunia kwa tabasamu na utu. Uzinduzi wa hoteli hii umethibitisha kuwa Iringa haisimulii tu historia ya Mkwawa, bali pia inajenga kesho iliyojaa mwangaza, ukarimu na maendeleo endelevu.